Bwana Stellenbosch wamejipanga kuwafanya Simba kitu kibaya sana kule South Africa, na Simba watajuta kwa nini waliwahi kwenda kufanya maandalizi ya mwisho pale South Africa. Na kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba tangu juzi waliandaa mpango mkakati baada ya kusikia kwamba Simba wanawahi kwenda South Africa kwenye kufanya maandalizi ya mwisho kule. Walichokifanya wao ni kutafuta watu ambao watajua kwamba Simba anafika hoteli gani na atafanya mazoezi kwenye uwanja gani, kwa sababu Simba wa hoteli walitafuta wenyewe, lakini pia uwanja pia mazoezi walitafuta wenyewe, maana yake wanatumia gharama zao kulipa. Kwa hiyo wanachokifanya ni kuhakikisha kwamba wanafanya maandalizi ambayo ni bora ili waweze kufanya vizuri kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch. Sasa kitu ambacho wamekifanya Stellenbosch ni kwamba mpango mzima ni kuichunguza Simba zaidi kwa ili waweze kwenda kufanya comeback ya maana. Na jana nilizungumza nikasema kuwahi kwa Simba kwenda South Africa kunaweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine. Watu wanaweza kuona labda ni kitu kidogo cha kawaida, kitu ambacho labda hakiwezi kuathiri kwa namna yoyote, lakini ni kitu kibaya sana. Sema watu hawajui tu. Unajua wenzetu huwa mara nyingi wanaangalia mbali sana, hawaangaliagi karibu. Huwa wakitaka kufanya jambo lao wanaliarrange, yani wanafanya arrangement kubwa ambayo inaweza kuwasaidia kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri. Sasa tayari wameanza uchunguzi wa kujua ni nini ambacho hoteli gani Simba watafikia, lakini kiwanja gani ambacho Simba wataenda kufanya maandalizi. Na kama unakumbuka wakati Simba anakuja kucheza hapa dhidi wakati Stellenbosch anakuja kucheza dhidi ya Simba hapa, niliwahi kuwapa taarifa moja kwa wale wafuatiliaji wazuri wa Ingereza TV kwamba wameanza mpango mkakati wa kumzuia Jean Charles Ahoua, kitu ambacho walikifanya kwa ubora wa hali ya juu. Na hata kwenye mchezo ambao walicheza pale Zanzibar dhidi ya Stellenbosch, Jean Charles hakuwa na kiwango bora, hakucheza vizuri, alikuwa anacheza sana madhambi, kitu ambacho kilipelekea asifanye vizuri mpaka alipopata ule mpira wa kutenga ndo akafanikiwa kufunga bao, lakini hakuwa kwenye kiwango bora. Kwa nini hakuwa kwenye kiwango bora? Ni kwa sababu Stellenbosch walijipanga vizuri namna ya kumzuia, na waliandaa mpango mzuri sana wa kumzuia, na walimzuia kwa ubora ule ambao unatakiwa, na ndio maana Jean Charles Ahoua hakuwa na makali. Lakini pia Simba pamoja na kwamba walitengeneza nafasi nyingi ambazo walikosa, lakini hawakuwa na ile uharaka wa kushambulia kwa sababu walikuwa bana sana kwenye eneo la katikati. Ni kwa sababu hawa Stellenbosch walikaa na wakafanya research yao vizuri, waliwasoma vizuri Simba, wakamaliza kuwasoma Simba vizuri, na wakaanza kufanyia kazi kile ambacho walikifanyia uchunguzi. Sasa bana, baada ya kujua kwamba Stellenbosch Simba watafikia hoteli gani na watafanya mazoezi kiwanja gani, nimeambiwa kwamba wameandaa watu ambao wataenda kurekodi kwa siri. Na hao watu wataingia kwenye hiyo hoteli kama wafanyakazi wa kawaida, lakini pia wataenda pia viwanjani kama wahudumu wa uwanja. Maana yake Simba watakuwa wanafanya program zao, lakini kuna watu wale wahudumu wa uwanja. By the way, unajua hata ukikodi uwanja, yani huwezi pewa authority ya kutumia kila kitu, yani kwamba kila kitu unatumia tu for free. Kuna watu ambao wanapaswa kukupa maelekezo. Sasa wao watatumia wale watu wale ambao ni wasimamizi wa huo uwanja kupata kurecord na kamera ndogo ambazo hazionekani. Of course siku hizi kuna kamera fulani visa siri ambazo mtu anaweza akawa nazo na akarekodi. Kwa hiyo wanachotaka kufanya ni kuhakikisha kwamba wanajua mbinu za Simba zikoje kupitia hizo kamera ndogo, na ni kosa kisheria by the way kuwarekodi watu kwa maana ya kutoa hizo taarifa za siri, lakini sometimes watu wanafanya. So unajua na sisi tunapokea hizo taarifa, kwa hiyo ni taarifa ambazo hazijathibitishwa, lakini tumewahi kushuhudia taarifa kama hizo huwa zikifanyika. So ni tetesi kwamba wanataka kufanya kitu kama hicho, ingawa mara nyingi huwa zinafanyika. Kama unakumbuka, nikupe kisa kimoja, hata pale Leeds na England pale kuliwahi kuna kesi moja ambayo ilikuwa inamkabili Marcel Bielsa. Aliwahi kwenda kwa record, nafikiri ilikuwa ni Derby County ile kwenye championship, alitumia drone. Kwa hiyo mwisho wa siku alipigwa fine, lakini inawezekana hata Stellenbosch pia wanajua ni kosa, lakini wanajua wakifanikiwa wao watafuzu kwenda hatua ya finali. Sasa wakifanikiwa kufuzu kwenda hatua ya finali, it doesn't matter kwamba watapigwa faini ama itakuwaje, lakini wanachokihitaji wao ni kuhakikisha kwamba wanapata siri za mazoezi ya Simba na wanaweza kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri dhidi ya Simba, kitu ambacho kinawezekana kabisa, kwa sababu wao wakifanikiwa kwenda finali maana yake watapata pesa nyingi. Ina maana hata kama itagundulika wakaambiwa walipe faini, lakini wapigwe, hata kama watapigwa faini, lakini tayari wameweka historia wao kama klabu kwamba msimu wao wa kwanza kwenye mashindano ya kimataifa wameenda moja kwa moja mpaka finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. So kwa itakuwa ni
historia nzuri sana. Kwa hiyo ambacho wanakifanya ni kuhakikisha kwamba wanaichunguza Simba vizuri, wanajua wanafanya mazoezi wapi, kitu ambacho tayari wameshajua, alafu wanafanya research yao ya kutosha na kuona namna gani ambavyo wanaweza kwenda kuwabana Simba. Stellenbosch wamekuwa na huo utaratibu mara nyingi, na kwenye mechi zao nyingi huwa wanafanya, hata kwenye mechi zao za kwenye ligi mara nyingi huwa wanafanya kitu kama hicho. So ni kitu ambacho pia kina uwezo wa kwenda kufanyika kwa ule ubora ambao unatakiwa. Lakini pia mpango mkubwa ni kuona namna gani ambavyo wataenda kumbana Elie Mpanzu Kidilawasa, Elie Mpanzu Kibisawala. Unajua ukiangalia kwa siku za hivi karibuni kumekuwa kuna changamoto kubwa sana kwa upande wa klabu ya Simba. Kuna watu wengi ambao hawana, ni wachezaji wengi kwenye kikosi by the way, lakini uwezo wao haujawahi kuwa uwezo mkubwa sana ukilinganisha na mtu kama Elie Mpanzu. Lakini ukimtazama Elie Mpanzu amekuwa na kiwango bora sana na aliwasumbua sana Stellenbosch kwenye mchezo uliopita. Manake mpango alionao sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanambana vizuri kwenye mchezo ili asiweze kuleta madhara makubwa kwenye kikosi, kitu ambacho wanakifanya kupitia report ambayo tayari wameshaifanya. So tusubiri tuone watambanaje. Kama itatokea watambana kama ambavyo wamembana Jean Charles kwenye mchezo uliopita, kuna uwezekano mkubwa sana tukaenda kushuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchezaji ya Simba, kwa sababu ukitazama kwenye kikosi cha Simba kwenye eneo la mbele la ushambuliaji, mtu ambaye anaonekana kuwa na hatari kubwa sana ni Elie Mpanzu. Na wakimbana Elie Mpanzu, manake hakuna mchezaji mwingine yoyote ambaye atakuwa na uwezo wa kureact ama atakuwa na uwezo wa kwenda kuwa challenge Stellenbosch kwa namna moja ama nyingine. So kwa hiki ambacho kinatokea mpaka hivi sasa, manake ni kwamba kwa timu zote mbili kila mtu anaenda kwa tahadhari, lakini Stellenbosch kwa sababu wao wameshafanya uchunguzi wao na wanataka kufanya kujua sasa hivi ni kwamba Simba atakuja na mpango wa aina gani. Wakishajua huo mpango, wajua wachezaji gani ambao wataenda kuwabana. Lakini mchezaji wa kwanza ambaye tayari wamemtarget kumbana ni Elie Mpanzu, lakini pia mchezaji wa pili ambaye wamemtarget kumbana ni Shomari Kapombe. Shomari kwenye ile mechi iliyopita yeye peke yake alitengeneza nafasi 4, lakini aliingia kwenye 18 ya Stellenbosch mara 5. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba ni miongoni mwa wachezaji hatari kwenye kikosi cha Simba, na ndio maana wanaandaa mpango mkakati pia wa kumzuia Shomari Kapombe, na yuko kwenye listi. Kwa hiyo chochote kinaweza kwenda kutokea. Shomari pia akibanwa, maana yake ni kwamba Simba itakosa nguvu kwenye eneo la pembeni. Means hakuna namna yoyote ile ambayo Simba wanaweza kwenda kufanya vizuri kwenye eneo la pembeni kwa kupitia Shomari Kapombe, kwa sababu akiandaliwa mpango wa kumzuia, maana yake na yeye atakuwa under control ya mtu fulani. Sasa akiwa under control, maana yake ni kwamba hawezi tena kuwa kwenye ule ubora ambao alikuwa nao kwenye game iliyopita. Lakini mchezaji mwingine ambao wanamtarget kwa kiasi kikubwa kwenye eneo la kingo ni Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma wanamtemu kama ni miongoni mwa viungo ambao wamewasumbua, wana uwezo mzuri sana wa kujilinda. Kwa hiyo wanachokifanya ni kupambana kuhakikisha kwamba wanamdhoofisha, kupambana kuhakikisha kwamba hawampi ile nguvu ya yeye kuwa na uwezo mkubwa kwenye eneo la katikati. Wanachotaka ni kumbana vizuri, asiweze kuja kusambaza mipira vizuri kwenda mbele, lakini pia asiweze kuwa na muunganiko mzuri baina yake na walinzi wake wa nyuma, kitu ambacho tayari wanakifanyia kazi. Na hao ninaendelea kutajia short list, of course ni wachezaji 5 na tayari wamegombea wachezaji watatu tayari. Kwa hiyo Yusuf Kagoma pia yuko kwenye hiyo plani. Mwingine ni Jean Charles huwa kama kawaida, ni mchezaji ambaye alikuwa naye kwenye mpango uliopita, ingawa aliwafunga bao kwenye mpira wa kutenga, lakini wanachokikisha ni kwa anachotaka kufanya ni kuhakikisha kwamba anakuwa hana makali ya kutengeneza nafasi kwenye eneo la mbele. Lakini mchezaji mwingine ni Kibdenga, mchezaji ambaye amekuwa mzuri sana kufanya pressing. Hasa anachokitaka ni kuhakikisha kwamba hakutani na mpira au hakai na mpira, hata kama atakimbia sana, lakini bado akimbie kwenye maeneo ambayo wao hawawezi kuathirika. Ukumbuke kwamba kwenye huu mchezo wanachokihitaji Stellenbosch ni kupata matokeo ya ushindi ambao ni wa zaidi ya bao moja. Sasa wakipata ushindi wa zaidi ya bao moja, maana yake wana uwezo wa kwenda hatua ya finali. Ndio maana wanajikita zaidi kuwazuia baadhi ya wachezaji ambao wanaonekana ni hatari sana kwenye kikosi cha Simba, wachezaji ambao wanaonekana kuwa wasumbufu wasiweze kwenda kuwasumbua kwa namna moja ama nyingine, kitu ambacho wanaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Mchezaji mwingine ni Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma hatakiwi, ambacho amegundua ni kwamba nguvu ya Simba ipo pia kwa Fabrice Ngoma, hasa kwenye kusambaza mipira kwenda mbele. Kwa hiyo wanachokifanya ni kumbana Fabrice Ngoma asipige pasi nyingi za kwenda mbele, lakini pasi nyingi acheze kurudi nyuma. Sasa unajua wachezaji wote ambao tunawataja ni wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Simba, maana yake wakibanwa ipasavyo wanaweza Simba wakajikuta wapo kwenye wakati mgumu kweli kweli, kwa sababu
hawa ni wachezaji muhimu sana. Wakibanwa vizuri, manake Simba inakosa ile nguvu ama inakosa ile power ya namna ya kutengeneza nafasi, lakini pia wanakosa ile power ya namna ya kucontrol mchezo, na wakishindwa kucontrol mchezo manake ni rahisi sana Simba kwenda kupoteza. Simba jinsi ilivyo ni rahisi sana kuifunga kwenye counter attack kuliko kwenye open play, kwa sababu ukiwafunga tu kwenye open play ya kawaida manake wana uwezo mzuri wa kukubana, kwa sababu wana skills, wana uwezo mzuri wa kumiliki mpira. Lakini ukiwabana vizuri hao wachezaji manake Simba watalazimika kushambulia sana kwenye counter attack na kukaa nyuma ya mpira, kitu ambacho kinaweza kuwarahisishia Stellenbosch kwenda kupata matokeo ambayo ni mazuri ya ushindi kwenye huo mchezo ambao utawapeleka hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini Simba wenyewe wanakuambia hii tunavuka, wanahitaji kwenda mpaka finali. Sijui itakuwaje, kama wataweza ama hawataweza, lakini all in all tusubiri tuone mpango utakuwaje. Lakini Simba wameshaingizwa kwenye mtego, wanapaswa kujua namna gani ambavyo watajinasua kwenye huo mtego ambao wameingia. Kama hawatafanya hivyo manake kinaweza kikawakuta kitu kibaya ambacho wanaweza kuja kuhadisia baadaye, kinaweza kuwasumbua sana kwa namna moja ama nyingine. Mimi nitaendelea kukupa update tu ya kile ambacho kinaendelea pale South Africa au kile ambacho kitakuwa kinatokea pale. Kwa bahati mimi na mtu ambaye yuko pale ananipa taarifa zote kuhusiana na klabu ya Stellenbosch, na mimi lengo langu ni kuhakikisha kwamba pia na wewe unapata kila taarifa kutoka kwenye kikosi cha Stellenbosch na mipango yao yote ambayo wameipanga.